Tunaomba Mungu wetu tusikubali kanisa lidhoofishwe. Tulinde sacredness, usafi wa kanisa. Tulinde yale yote tunayopashwa ambayo kuyalinda kama wana hawa 7 wa Makabayo walivyolinda kanisa. Kwa nafasi hii labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa nafasi yetu ya kanisa. Mapadri tufanye nini? Watawa tufanye nini? Kiongozi wetu wa kanisa afanye nini? Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister, kwamba mtawa, padri au kiongozi yote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa, marufuku kwa ninyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huko. Na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu au wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa, kuhadaa na kuwarubuni. Hiyo ni dhambi. Haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa mmoja mklara ambaye hata redio asikilizi taarifa ya baada ya somo, unamsomba tu, alafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa, marufuku. Kama watu wanaamini, marufuku kwenu waseminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote cha siasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala naye usiku, hata kama mgombea ni kaka yako. Silete unajisi kwenye kanisa, marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapo kuna mapadri moralist wataelewa zaidi hilo na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu, erroneous conscience. And lazima conscience iwe very clear. Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha kwa hicho unachoenda kufanya. Listen to your conscience. Usikilize dhamiri yako kuhusu ukweli na ile iliyo sawa, kwamba katika hili kweli ni lipi na lililo la haki ni lipi. Soma neno la Mungu likuongoze. Pitia amri za Mungu. Sali juu ya hiyo. Ihoji dhamiri yako, na hapo ufanye uamuzi wako. Tumsifu Yesu Kristo. Na mwisho, mwaka wa jubilei kama ilivyo miaka mingine ya jubilei, ni mwaka pia wa kuomba upatanisho, huruma ya Mungu, kama tunavyoomba huruma ya Mungu kwa jubilei yetu kuu
hii. Naomba huruma ya Mungu kwa yale ambayo kanisa haikufanya vizuri katika miaka hii 100 hapa Kipalapala, lakini hii ni kanisa la Tanzania kwa sababu watu wengi wameanzia hapa. Naomba msamaha katika hilo. Pengine kuna waseminaristi hapa wamepita huko mjini wakaulizwa kama Petro alivyoulizwa, wewe kweli sio seminaristi wa Kipalapala na huko hapa saizi? Wewe sijui umejiteteaje, lakini ni mwaka wa kuomba msamaha pia. Tumwombe Mungu kwa maeneo yale ambayo hatukufanya vizuri. Tumwombe Mungu kwa pale ambapo hatukuhubiri injili vizuri katika hii miaka 100 iliyopita. Tumwombe Mungu vizuri kwa pale ambapo tuliruhusu watu unajisi kulivamia kanisa. Tuombe Mungu mahali ambapo tuliruhusu sisi wenyewe kutokupinga ile soft despotism. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu 2025. Mahujaji katika matumaini.